Okay, sasa kule nchini Hispania ligi hiyo iliendelea maarufu kama La Liga, ambapo ilipigwa michezo kadha wa kadha usiku wa kuamkia leo, ambapo klabu ya soka ya Deportivo Alaves wakiwa nyumbani walichomoza na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Leganes. Lakini pia Manyambizi Villarreal wakiwa nyumbani pia walichomoza na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Valencia. Real Madrid Los Blancos wakiwa nyumbani waliwakaribisha RCD Mallorca, mchezo ambao ulikuwa ukitazamwa na macho ya mashabiki wengi wa soka ulimwenguni, kwani ni mchezo ambao ulikuwa unataraji kwenda kutoa taswira ya bingwa wa ligi hiyo kwa msimu huu hapa 2024-2025, na Real Madrid waliwachelewesha FC Barcelona kutangaza ubingwa wakiwa wamelala mara baada ya kuchomoza na ushindi wa mabao 2-1. Bao la ushindi likifungwa dakika za jioni kabisa na kinda Jacobo Ramon aliyefunga goli la ushindi, lakini pia goli lake la kwanza ndani ya Real Madrid. So, endapo FC Barcelona watashinda hii leo katika mchezo wa Catalunya Derby, ambapo wanataraji kucheza ugenini dhidi ya Espanyol, basi watatawazwa kuwa machampioni wapya wa La Liga 2024-2025. Sasa mijadala imekuwepo kutoka katika maeneo mbalimbali kwamba Kylian Mbappe mara hajaonesha deliveries nzuri, ameshindwa kucheza kutokana na matarajio ya wengi, ambapo walikuwa wakitazamia kwamba ana uwezo wa kwenda kufanya makubwa katika ligi hiyo ya La Liga mara baada ya kumove kutoka kule nchini Ufaransa katika klabu ya soka ya Paris Saint-Germain. Sasa kwa msimu huu katika goli la jana lilofunga Kylian Mbappe ilikuwa ni goli lake la 28 katika michezo 32 aliyotumikia klabu hiyo katika ligi ya La Liga. So wengi wamekuwa wakimponda na kusema kwamba Mbappe ni kama ameshindwa kuonesha, lakini nashangaa kwa msimu huu yeye ndo anaongoza ligi ya La Liga katika kile kinyang'anyiro cha wafungaji bora, akiwa nyuma ya Robert Lewandowski ambaye ana mabao 25. Lakini pia tukitazama katika michezo yake yote kwa ujumla, katika idadi ya michezo 54 aliyocheza kwa msimu huu yote, akiwa ndani ya Real Madrid tayari amefunga magoli 39. Kwa hivyo utaona rank yake namna ambavyo imekuwa kubwa, yeye kama individual player namna ambavyo amekuwa akifanya vizuri, lakini kwa bahati mbaya amekuja kukutana na timu ambayo imekuwa ni kama upepo umekata hivi, timu ambayo imekuwa dhaifu liali kweli, imekuwa unga sana. Zipo sababu ambazo zinaweza zikapelekea klabu hii ya Real Madrid kushindwa kufanya vizuri kwa msimu huu, lakini pia kupelekea kuriziki nafasi yake ya ubingwa na kumwachia mpinzani wake FC Barcelona. So zipo sababu nyingi. Sababu moja hapo tunaweza tukasema ni majeraha. Timu hiyo imekuwa ikipata majeruhi, wachezaji wakipata majeraha wa mara kwa mara. Tukitazama kwa upande wa beki, mapema kabisa mwanzoni mwa msimu Dani Carvajal aliumia na jeraha ambalo limemweka the rest msimu mzima. Lakini pia tukitazama Eder Militao naye pia beki wa klabu hiyo akiumia, hivyo kuweza kukaa nje ya uwanja kwa takriban michezo mingi sana. Lakini pia David Alaba pia naye amekuwa akiumia, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Lucas Vazquez, lakini pia hata Rodrigo wamekuwa na ingia toka nyingi, hivyo kupelekea timu hiyo kutokuwa na maendelezo mzuri wa matokeo. Lakini yote kwa yote pia hata ukiangalia overall performance ya timu ni kwamba timu imekuwa unga sana, kwa sababu ukitazama msimu uliopita wao ndio walikuwa mabingwa wa La Liga, lakini pia wao ndio walikuwa mabingwa wa Champions League, UEFA Champions League. Ukitazama pia UEFA Super Cup, lakini pia kombe la dunia la club. So kwa yote unaona namna gani ambavyo timu imekuwa ikipambana, lakini pia imekuwa ikicheza na wachezaji takriban wale. Ukiangalia katika usajili wa msimu huu ni Mbappe na Endrick ambao ndo wameingia katika usajili wa msimu huu. Kwa hiyo utatazama kwamba ni timu ambayo imekuwa ikitumika timu ile, lakini ni wachezaji wamekuwa wakitumika wale, wachezaji sometimes kuna kuchoka. Pia ndio maana inapelekea hata ukiangalia idadi ya mechi ambao wamekuwa wakipangwa hivi karibuni katika ligi, lakini pia imekuwa ikiingiliana na La Liga. Ukitazama kwa ujumla ni mechi ambazo nakumbuka hata kuna kipindi kocha Carlo Ancelotti, lakini pia rais wa Real Madrid walikuwa waki-accuse bodi ya La Liga kuhusiana na namna ambavyo wamekuwa wakiwapangia michezo, imekuwa ikifuatana, michezo imekuwa ni ya karibu sana, mpaka wakiomba bodi ile iweze kuwasaidia kutwist ile michezo kwa lengo la kuwatengenezea wachezaji wapate kupumzika.
wachezaji wapate kukaa vizuri katika kujiandaa na michezo. Kwa hiyo Kylian Mbappe tunaweza tukasema kwamba yeye amekuwa na kiwango kizuri na amekuwa na kiwango kikubwa, na ndio maana anaongoza katika mbio za ufungaji bora La Liga pale, lakini pia hata katika UEFA Champions League mwaka huu amefanya makubwa, amefunga magoli ambayo yamekuwa yakisaidia Real Madrid kufanya vizuri, ingawa ndo kama hivyo walitoka katika hatua ya robo finali wakitolewa dhidi ya Arsenal the Gunners washika mitutu wa jiji la London. Lakini as individual performance, Kylian Mbappe amekuwa na wakati mzuri sana ndani ya Real Madrid. Kylian Mbappe amekuwa na consistency nzuri sana ndani ya Real Madrid, isipokuwa tu amekutana na upepo wa timu ambayo imekuwa ikimwangusha kutokana na sababu nyingi ama sababu kadha wa kadha ambazo nimezieleza before. Ndo hivyo. Kwa hivyo timu ilikuwa unga sana, lakini kama individual performance, Kylian Mbappe bado ana nafasi, ni mchezaji mzuri, ameonesha amedhihirishia ulimwengu kwamba yeye ndo mchezaji wa kwanza katika msimu wa kwanza kusajiliwa ndani ya Real Madrid, kufunga idadi nyingi ya magoli, lakini pia kuwa na consistency performance ambayo amekuwa akionyesha. Kwa hivyo Kylian Mbappe bado ana nafasi na ni mchezaji mzuri. Kwa msimu ujao tuone kama kikosi kikifanyiwa reshuffle, naamini kabisa Kylian Mbappe ana nafasi yake ya kutwaa Ballon d'Or akiwa ndani ya Real Madrid, lakini pia ya kutwaa UEFA Champions League akiwa na kikosi cha Real Madrid. So ni swala tu la kumpa muda, ataendelea kufanya vizuri. Kule nchini Italia, katika mchezo wa finali ya Coppa Italia, klabu ya soka ya AC ama AC Milan wakiangukia pua mara baada ya kukubali kipigo cha goli 1-0 karai moja chapati kutoka kwa klabu ya Bologna. Hivyo kwa miaka zaidi ya 30 klabu ya Bologna ilikuwa haijatoa ubingwa wowote, na hivyo siku ya jana usiku wa kuamkia leo wakivunja ile mbeleko na kuandika kibindoni taji la kwanza mara baada ya miaka mingi. So sisi ni Kurasa TV Online na mimi ni mtangazaji wa taifa. Kibana chokifanya, ishi nasi katika mitandao yetu yote ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, wherever tunapatikana kwa jina moja la Kurasa TV, lakini pia ya kwangu personal @ mtangazaji wa taifa.